Yes bwana, inakuwaje? Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama PM Online. Kubwa zaidi ni kwambia tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia ku turn on notification na umshikaji wangu wa kwanza kabisa kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa zaidi ni kile ambacho alikiwasilisha rais wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans kwenye mkutano ambao ulifanyika hapo jana pale Doha, Qatar, ambapo alialikwa kama mmoja kati ya watu ambao watafanya presentation kuhusiana na mabadiliko ya uongozi au mabadiliko ya vilabu mbalimbali vya soka. Lakini pia moja kati ya vitu ambavyo alivigusia ni pamoja na kile ambacho kinaendelea kwa wekundu wa Msimbazi Simba, ambao kwa sasa hivi kuna fukuto zito ambalo linaendelea kiasi cha kupelekea wao kutokuelewana wenyewe kwa wenyewe na kupelekea baadhi ya mambo kutokwenda kwa namna ambavyo wengi walitegemea yaweze kwenda. Sasa tumeshuhudia maandiko mbalimbali yakiweza kuandikwa kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii na kupelekea pia baadhi ya watu kuwa na hisia hasi kutokana na kile ambacho wamekiwasilisha, lakini pia tumeweza kushuhudia pia mwenyekiti wa upande wa Simba Murtaza Mangungu akiweza kufunguka kuhusiana na kile ambacho kimewasilishwa na Engineer Hersi Said. Sasa wakati huu hapa nitakusogezea kile ambacho ameweza kukizungumza wakati anafanyiwa mahojiano na Clouds Media, na pia nitakusogezea kile ambacho ameweza kukizungumza Murtaza Mangungu, na hii ni caption ambazo nimeweza kuzipata kutokana na vyanzo mbalimbali vya habari ikiwa kinanukuu kile ambacho amekizungumza baada ya kuhojiwa kuhusiana na hotuba au kuhusiana na kile ambacho wamekiwasilisha Engineer Hersi Said wakati ule ambao anafanya presentation pale Qatar Doha jana. Na nikugusie pia kwamba wakati anafanya hiyo presentation pia alitoa mifano ya kwa kutumia videos mbalimbali ambazo zinaonyesha mashabiki wa Simba wakiwa wamevaa jezi za Simba wakiwa wanalalamikia uongozi wa Simba, lakini pia wakiwa wanalalamika kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea pale Msimbazi, kuonyesha kwamba alikuwa na evidence kabisa ya kile ambacho alikuwa anakiwasilisha. Sasa Engineer Hersi Said wakati anafanyiwa mahojiano na Clouds ameweza kusema hivi, ninukuu: "Kwanza nikupongeze kwa kutafuta taarifa sahihi. Kuna watu badala ya kutafuta taarifa sahihi wamekuja na taarifa zao ambazo sio sahihi. Nimeona kuna mdahalo unaendelea kwamba kulikuwa kuna masimango kwa klabu ya Simba, kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanasema kuna masimango basi wafahamu kwamba hakukuwa na masimango." Akaendelea kwa kusema hivi, ninukuu: "Presentation yangu haikuwa inalenga Simba, kulikuwa inazungumzia maendeleo ya vilabu na mabadiliko yake. Eneo la kwanza nilizungumzia changamoto za vilabu vya Afrika, mfano ulitumika ni wa mashabiki wa Simba, lakini haikuwa na tafsiri kwamba Simba haina uongozi mzuri. Na mheshimu sana Mangungu, na mheshimu sana Magori, wote ni viongozi wazuri." Hii ni kauli ambayo ameweza kuizungumza Engineer Hersi Said wakati ambao anafanyiwa mahojiano na Clouds ambaye pia ni rais wa Yanga pamoja na mwenyekiti wa vilabu barani Afrika ACA. So ni kuonyesha kwamba ni kwa namna gani ambavyo pia amejali kile ambacho kinaendelea na ametolea ufafanuzi wa kile ambacho anakifahamu kipo. Sasa kauli ya Mangungu baada ya kuhojiwa na moja ya chombo cha habari ameweza kusema hivi, ninukuu: amesema kiungwana na kiusarabu na mtu mwenye akili timamu kufagia sehemu ambapo amesimama. Kuhusu nani ana akili na yupi asiye nazo, hilo ni jambo letu, nyewe wenyewe mtafakari. Hiyo ni baadhi ya kauli ambayo ameweza kuizungumza Mangungu, lakini hajaishia hapo. Amesema hivi, ngoja nikutafutie ile ambayo amezungumza vizuri. Nirudi hapo kwa upande wa Mangungu. Amesema hatutegemei mtu akuze brand yetu ya Simba Sports Club, tunatengeneza mipango ambayo wanachama wapenzi wa Simba wanaitegemea itekelezwe, na ndiyo kazi tunayoifanya. Mimi alichokizungumza sio biashara yangu. Biashara yangu ni kushughulika na mipango inayohusu Simba. Kwa hiyo kama mtu ana hoja muwasiliane naye yeye, kama mna hoja basi muwasiliane naye yeye Engineer Hersi Said. Ila kiungwana na kiustaarabu, mtu mwenye akili timamu anaanza kufagia sehemu aliposimama. Yani ukiwa mtu mwenye akili timamu lazima uanze kufagia sehemu ambayo umesimama, sio unaenda kufagia sehemu nyingine ambayo haupo.
na haujasimama hapo. Bwana, mimi ni official PMTZ PM Short. Usiache kuweza kusubscribe lakini pia kugusa alama kengele na mshikaji wangu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani. Till next time.